Naona leo dakika 90 za kwenda kuamua na kwenda kutoa taswira nzima kabisa ya mchezo. Lakini huyu ni kocha wa Kenya, Bredin Lilian Ocheng Odemba. Huyu ni kocha mkuu kwa upande wa Kenya, akichukua mikoba ya David Ouma ambaye alikuwa kocha wa timu hii ya Kenya. Na mkabumbu imekwenda kuanza hapa Azam Complex Chamazi. Ni mchezo wa karata ya pili, lakini karata ya kwanza kwa Kenya. Burundi dhidi ya Kenya. Burundi wakivalia uzi mwekundu, Kenya wakivalia uzi mweupe. Na tayari kabumbu imekwenda kuanza hapa Azam Complex Chamazi. Ni siku ya pili ya mashindano ya Sekafa Women's Championship. Ni makala ya 6. Mimi ni Leonardi Musikula, mwambo wa juu, niko hapa kukupasha kile ambacho kinajuza katika mchezo siku ya leo baina ya Burundi dhidi ya Kenya. Tunakwenda kushuhudia muunganiko wa safari mbili ndefu kutokea Gitega, moyo wa Burundi, hadi Nairobi, moyo wa Kenya. Takriban kilomita 1000 zimewatenganisha, lakini kwa hapa wamekutana Dar es Salaam, Tanzania, kusaka taji la Sekafa Women's Championship katika makala hii ya 6. Kianza kutima vumbi miaka 1983, kapita miaka mingi bila kuchezwa. Kaina mwaka 2016, 2018, 2019 na mwaka 2022 ndio mara mwisho kipute hichi cha Sekafa kuchezwa. Wanachukua mali Burundi, wanaiba, inapigwa pasi moja ya Thanati kwa upande wao, kila kuingia ufunguni. Fanya kazi ziada sana Vivian, cheza kwa maelekezo zaidi. Inapigwa pasi moja ndani, control mali inapambana, lakini amezidiwa ujanja. Chukua mali hapa Faida Habimana, mlinda mlango kikosi cha Burundi, akianza moja. Cheza huko na Angelique Kaiza, amekutupa ndani katika eneo la kiungo, mpira ambao unakwenda kufika kwa Glorix. Napambana dhidi ya watu wawili, kafanikiwa. Utulivu wa hali ya juu, kuna kutupa mpira mbali kabisa kule, kuna kumtafuta Rukia Bizimana. Pia anachelewa, nafasi kwa Burundi, lakini anakwenda kuanua ndio mlango Ened Komasi. Nafasi kwa Kenya, namna gani hapa, mpira kwanza na bamba kwenye box, kwenye kamba. Ile fumba ni kufumbua tu, shambulizi moja, goli moja. Timu ya taifa ya Kenya inakwenda kuandika bao kupitia jezi nambari 12, Martha Omunyolet Emidot. Ni kiungo huyu anayecheza pale nchini Kenya kwenye Vihiga Queens FC. Anakwenda kuwatanguliza Kenya dakika tu ya pili ya mchezo. Nyota ambao wanaangaliwa sana hii leo, akianza katika eneo la kushambulia kwenye ule mfumo wa mabeki kwenye ule mfumo wa washambuliaji watatu mbele. Yupo Valet na Njala, lakini pia yuko Emily Kemuto, pia kisambamba ikiwemo na Tumaini na Fula. Lakini bao lao limefungwa na kiungo jezi nambari 12, Martha Omulet. Nafasi nyingine ndani kule kwenye kamba. Mashuti mawili langoni, mabao mawili langoni. Kenya wanaanza mapema kujalia pointi za gizani tu, dakika za mapema kabisa, asubuhi. Biashara yao inaweza kuanza kuwapa faida. Timu ya taifa ya Kenya wameonyesha makali. Mlinda mlango Faida Habimana haamini ambacho anakiona. Dakika 5, magoli mawili, wastani wa dakika 2 na sekunde 30, bao moja. Namna gani hapa? Nilikujuza hapo awali kwamba Kenya huwa hawacheki na wote katika haya mashindano. Kumbuka msimu uliopita wa kushiriki, lakini mara mwisho kushiriki ilikuwa ni mwaka 2019. Pinpoint pasi elekezi, pasi ya Sanate ambayo amekwenda kuitumia Martha Omunyolet Emundo, akaenda kumchungulia tu. Fantastic touch ya kiungo huyu Martha Omunyolet, na kuwatanguliza tena Kenya mabao 2-0 mpaka sasa. Kuna kupata na picha ya pamoja. Ni mechi ambayo imebebwa na kumbukumbu nzuri kwa upande wa Kenya na kumbukumbu mbaya ya kutisha kwa upande wa Burundi. Kumbuka mwisho kwa timu hii ya Kenya kushiriki Sekafa ilikuwa ni mwaka 2019, ambao walikuwa mabingwa, na hayo mashindano yalichezwa hapa Azam Complex Chamazi, ambapo walipata ubingwa kwa kuifunga Tanzania finali mabao 2-0. Mabao ambayo alifungwa na nyota wa Simba Gentrix Shikangwa, ambaye leo hayupo mchezoni. Ni fumba na kufumbua tu. Kenya wameanza na gia ya juu kabisa, chokode mpira ndani kabisa kule, mpira ambao unakosa faida. Unaweza kusema kwamba Kenya wameanzia na gia namba 5,
katika mashindano, na ardhi ya Tanzania imekuwa na kumbukumbu nzuri kulikweli kwa upande wao. 2019 Kenya walimaliza msimu huo bila kuruhusu bao lolote, mechi 5, clean sheet 5, wao kuruhusu bao lolote timu taifa ya Kenya katika mashindano. Kwa hivyo wanaanza pale ambako wameishia. Yuko chini mchezaji wa Burundi, jezi nambari 10, Rukia Bizimana, tukiacheza pale Polisi ya Rwanda, akiwa yuko chini. Mwamuzi wa mchezo kuangalia hali yake, na pana shaka ameita watoa huduma mapema tu waje kuangalia hali yake. Shabiki watoto wako hapo uwanjani, endelea kushuhudia utamu wa soka la wanawake katika mashindano ya Sekafa Senior Women's Championship 2020. Vikosi vyote vile vimefika hapa dimbani kumaliza kipindi cha pili. Ni Kenya dhidi ya Burundi, ama Burundi dhidi ya Kenya. Ni mchezo wa karata ya pili kwa upande wa Burundi na karata ya kwanza kwa upande wa Kenya. Ni Sekafa Women's Championship mwaka 2025. Kikosi cha Kenya wakitangulia kipindi cha kwanza, wakati mwamuzi wa mchezo siku ya leo akiweza kuweka mambo sawa sawa ili kila jambo liweze kwenda sawa sawa kipindi hichi cha pili, wakati ambao vikosi vyote viwili vilikuwa vikipata sala ya pamoja ili kuweza kuweka mambo sawa sawa kipindi cha pili, waweze kuona jinsi ambavyo hali ilivyo. Mwamuzi huu wa mchezo ndio watu ruksa yake. Naam, game iko on, kipindi cha pili kimeanza kwenda kumalizia ungwe lala salama. Burundi 0, Kenya mabao mawili yakifungwa na Martha. Kipindi cha kwanza dakika 5 tu akifunga mabao mawili kwenye kipindi kile cha kwanza. Tuone mambo ambavyo yanakwenda kipindi hichi cha pili takwaje, ambapo Burundi ni mechi ambayo unaweza kusema ni ya kulipa kisasi kwa sababu hawajawahi kushinda mbele ya Kenya katika mechi 3 za mwisho. Wamepoteza mechi zote, lakini wakiondolewa zaidi katika nyakati zao. Mimi ni Leonardi Musikula, mambo ya juu, ngana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa dakika hizi za kipindi cha pili kwenda kuweza kujua ni timu gani na vuna alama 3. Kumbuka ni mataifa 5 na shirika ya mashindano msimu huu: Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi na Sudani Kusini, na itakuwa katika mfumo wa kundi moja. Kwa na alama nyingi zaidi basi ndiye ambaye atakuwa bingwa. Bingwa mtetezi ni Uganda, wa bingwa msimu uliopita mwaka 2022. Kupambana huko Burundi, nafasi ndani kwao, anagani hapa Peace kwenye box, kuna nafasi kwa Mukulo na mwamba huku, kwa ni nafasi nzuri sana ile kwenda kuipata Gloris Gakiza, akaenda kupiga ule utosi, lakini mwamba umekuwa rafiki mlinda mlango Aned Komasi. Nafasi nyingine ndani kwa Burundi kule, kipindi cha pili hicho ameamka kule kweli. Kipindi cha pili Burundi umeonekana kwanza kuamka. Msimu mwaka 2019 Kenya top scorer wao alikuwa ni Gentrix Shikangwa, mabao 10. Gentrix Shikangwa mabao 10 akifunga kwa timu hii ya Kenya. Ilikuwa ni zana kubwa ya kuangamiza Tanzania ambao walikuwa ndio wenyeji wa mchezo, ambao finali hizi ya 2019 iliyoshinda mabao 2-0. Kenya waliofunga Burundi 2019 katika nyakati za nusu finali, ama katika hatua ya nusu finali katika uwanja huu wa Azam Complex Chamazi, mabao 5 kwa nunge, mabao 5-0 na 5 kwa karai kama kwa buyu. Mchukua nafasi ya Ruti Ngosa ambaye ni nahodha kudumu wa kwenda Kenya. Leo ndo kapewa usinga ule na kitambaa.
Kushuhudia sasa nafasi ndani kwa Burundi, huko kwenye box, nafasi kwao. Fanya kazi sana ya ziada Diana Mwihaki. Anacheza sana na Njala Violet. Pina zuri na Bukuru. Hapa ni Vivian. Kuna kutupa na mpira kule ndani, wakibizane. Tapambana na Fula. Aida anakuwa kwanza. Bukuru. Mbona huko Angelique Kesa. Taratibu Anel Antime kubali piga pasi kibao kata, fantastic pass imeonekana kule hapo, anakuja Gloris Gakiza. Gloris tulivu wale juu, unapaswa kuonekana Anel kama kapiga hivi Kadesh. Anel bado tukaye kosi ndani kule na Bamba, hatari kwa upande wa Kenya, lakini wanakaa imara, wanajaribu kutafuta bao la kwanza safari ya kurejea mchezoni. Kwenda kutoa Burundi. Dakika ya 53 ya mchezo. Dakika ya 54. Bado mlango wa Kenya umekuwa ni mgumu kweli kupita kwa Burundi. Kazi kweli ya Glory sasa. Muzi tafsiri kwamba ni madhambi ambayo yataelekea Burundi. Kitabao mashabiki wakisikika Tanga Chiefs kwamba pengine kupasa kuwa hivyo kwa mtazamo wao. Muzi wa mchezo siku ya leo Emmanuel Clement wa Sudan Kusini, akiwa anasimamia maamuzi yake ambayo ameyafanya kwamba mpira utaelekezwa kwa Burundi. Mpira ndani kule ndio kwa kichwa. Sasa hivi naona kwamba Kenya nao wataingia kwenye kurasa wa timu ambazo zimepata ushindi mpaka sasa. Na kurusha mpira ndani ya box huku. Wanapata faida yako na Kenya. Dakika 4 zimeongezwa. Dakika 4 zimeongezwa kutamatisha kipindi hichi cha pili. Burundi wapo nyuma mabao 2-0 mbele ya Kenya. Woman of the match award goes to player jersey number 12 of Kenya, Martha. Changele kona ndani kule. Napita bila kupingwa. Martha ndani kule. Kukamwapa mtambaa panya huku. Hapa panya inakuwa inafika mlinda mlango bado na Bamba kwenye box huku, nafasi ndani kule. Tahadhari na wiko wakati wa kupakua. Ukataraji Makoko Chungu takitoboa. Jezi nambari 8 super sub kutokea bench. Anakwenda kufunga bao la 3 kwa upande wa Kenya. Faith Mboya, baada ya shambulizi ambalo liliweza kuingia ndani ya kamba. Mpira wa kwanza wa Martha Uga Mwamba wa juu, lakini mpira wa pili wa Faith Mboya moja kwenye kamba. Mpira kona ulipigwa ukapita kama ulivyo. Akauseti Martha, akauchogola pia ndani. Tambua panya ugongo chuma, lakini mpira ukaekwa katika nafasi na Faith Mboya. Akamchukua bila mlango, alikuwa ametangulia wapi, akiutazama tu mpira kijaa ndani ya kamba. Golikipa Faida Habimana ameenda kudakia ule mpira kwa macho. Itakuwaje? Bado Kenya ndio wako mbele mabao 3-0 dhidi ya Burundi. Naam, ni full time. Kipenga cha maamuzi kutokea Sudan Kusini kimesikika kuashiria kwamba dakika 90 zimekamilika. Emmanuel Akoa anavaniza mpira. Mabao 3 likifungwa na Faith Mboya. Aliingia kipindi cha pili, lakini nyota bora wa mchezo Martha amempa kazi kubwa sana mlango siku ya leo. Kipindi cha kwanza Faida
na Kenya kupata ushindi katika mchezo wa kwanza. Makarata yao ya kwanza msimu huu wameanzia pale ambako wameishia. Jezi nambari 12 Martha na ndiye nyota bora wa mchezo siku ya leo. Kenya wanapata ushindi wa 11 katika misimu hii mitano ya hivi karibuni. Wanapata kusali kwa pamoja. Fair play nzuri sana hii kwa pande wa mataifa haya mawili, Burundi na Kenya wakipata sala ya pamoja. Ni picha nzuri sana hii.